Isaiah chapter number 45 verse 3. Msomi mzuri, ndio sahihi, sijui kusoma. Naongea kama Moses alivyosema Mungu akimwambia kwamba ninakutuma. Sasa msomi mzuri ansomee verse number 3. Isaiah chapter number 45 verse 3. Hiyo inamalizia hapo. Haleluya. Na yako pia inamalizia hapo. I will give you the treasures of darkness, riches stored in sacred places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who calls you by your name. I am the Lord, and there is no other. Hallelujah. Unasikia hiyo maandiko vile inasema? Ni Mungu anasema haya, kwamba nitakupa hazina za sirini ambazo zimefichwa mahali pa giza. Bwana Yesu apewe sifa. That when he gives you this, then you will know that he is God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba atakupa hizi hazina za sirini kwa sababu ndiye Mungu akuitaye kwa jina lako. Anakuita Joshua. Anakuita Charles. Bwana Yesu asifiwe. Hadi uache ile ambayo unasema kwamba anakuita wewe. Unajua sisi kama wanandoa tunazoea. Unasikia wewe. Wewe. Ama mama Kenani ama mama baba nani. Lakini sasa Mungu, yani unajua wazazi walipokuwa wanakupatia jina, maana wao ni miungu midogo, walikupatia jina. Na sasa kwa sababu ulipewa hilo jina, Mungu naye anaingilia kati, anaanza kulitumia hilo jina lako. Bwana Yesu apewe sifa. Na unajua unaposikia mtu anakuita kwa jina lako, hata wewe mwenyewe unajua kwamba hapo niko na confidence ya kusikia kile ambacho naambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Rais akuje hapa aseme wewe Nick, si hata wewe mwenyewe utashtuka, amenijuaje? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa lakini Mungu yeye anasema kwamba anafanya haya na akuonyeshe hazina za sirini. Unajua kuna vitu mingi tunapita wapendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unaweza unaiona unapita barabara. Unapita unaenda. Alafu mtu nyuma yako ukiangalia hivi unaona anaokota kitu. Na hapo ndo umepita. Paka unaanza kurudi unamwambia niganyie. Si yako. Yeye ndiye aliokota, si wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unaweza tembea mahali mchana peupe hivi hauoni, lakini mtu nyuma yako anafanya nini? Anaona. Kwani kulikuwa ni giza? Ni mchana peupe. Bwana Yesu apewe sifa. Siku nyingine mimi napita hivi, niko kwa katikati ya watu wengi, sijui naenda wapi. Maana mahali nilikuwa naenda Nairobi, natoka nyumbani nienda kuambia ndugu zangu nitafutie fare nikuje Mombasa. Tunafika Narok saa 7 za mchana. Niko na 100 kwa mfuko, na hiyo ndio fare ya kunitoa town inipeleka mahali ndugu zangu wanakaa. Lakini roho wa Mungu ananiambia kwamba shuka uende ukale lunch. Uko na 100 na unaenda kukula nini? Lunch. Wewe uko crazy. Uko na 100 shillings na unaambiwa uende ukukula lunch. Yaani kitu inakwambia ndani yako shuka uende ukale lunch.
Ninashuka. Nikitoka tu kwa basi naenda kwa ile hoteli, unaona vile imeandikwa kubwa. Nikipita hivi naona pesa inaruka tu hapo. Kwa miguu watu wanapita, watu wako shughuli zao, watu wengi. Unajua mabasi yakisimama, tunajua tena inapita, inazunguka, inauliza mwenyewe iko hapa. Na mimi nikachukua hivi. Nikaangalia iko kweli ni original ama ni fake, watu wamenitebeshea. Nikiangalia ni tenga moja na iko smart na iko original. Nikaangalia vizuri kwa na watu wanapita. Hakuna mtu ataliona. Najua saa nyingine najua ile kisa Mungu anaachilia saa nyingine. Hakuna mtu aliniangalia niulize wewe hii pesa ni yako. Hakuna mtu. Nikatembea ni kama ni yangu. Lakini niliyafanya hivi kwa jua. Nikaangalia nikaona ni original kwa kweli. Nikashika sikuweka mfukoni kwanza, mwenyewe anazanitisha nimwambie kwa. Nikaenda hivi nikiingia kule ndani nikaitisha chips. Nikanunua chips ni 100. Nikapeana ile 100 yangu. Ile 1000 nikaweka kwa mfuko. Nitakupa hazina za siri. Kwani hiyo iko hazina ya siri? Mahali pa watu wengi na unakuja. Na nikifika Nairobi naambiwa kwamba sisi hata hatujapata mshahara. Ilikuwa tarehe 25. Wewe hapa tungetembea sana. Na pia wakati huo kutoka Nairobi kuja Mombasa ni 500. Nimebaki na pesa ngapi? Si unaona? Sasa Mungu anasema kwamba mimi nikuitaya kwa jina. Mimi nitakaye kufanya nini? Nitakuonyesha hazina za siri zile ambazo huzijui. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo zimefichwa mahali. Ndio maana shetani wakati anataka akupatie kitu anakuambia kwamba ni abu. Maana kuna vitu ambavyo anajua ameficha mahali. Akupatie ndio uendelee kumtumikia. Lakini Mungu yeye anasema kwamba anapokuonyesha anakuita kwa jina lako. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia wakati unajua Mungu wakati anakuita kwa jina ujue kwamba umetengeneza uhusiano mzuri na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Na hakuambii kwa sauti kubwa. Wacha zile movies unasikianga watu wanasema wakati wana act movie. Kama Mungu anaongea unasikia mimi Mungu ninaongea na wewe. Na wewe unafanya nini? Unatetemeka. Wakati huo Mungu anakuja, unaona vile alipokuja kwa Abrahamu. Wazee wameketi mezani. Wanakula wanaongea, mtu wako anaendeleaje? Uko vizuri. Chakula kinaendelea kuandaliwa kule, hawakule. Na huyo ni Mungu anaandaliwa chakula kule. What kind of friendship is that? Halafu anasema mwaka ujao. Hiyo unajua hiyo ni hazina ya asili wewe, ama unafikiria hazina ya asili ni pesa? Mwaka ujao majira kama haya tutakuja. Tukija tutakuja kusikia ule ushuhuda ambao unashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mpaka Sara mwenyewe anasikia. Unajua Mungu anaongea, yani watu wote wanasikia. Sara mwenyewe anasikia mpaka anacheka. Unajua huyo ni mwanadamu anacheka. Lakini Mungu ameongea kama mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huo ndio uhusiano ambao tunastahili kuwa nao. Tuwe na uhusiano na Mungu mpaka anaongea na wewe, mpaka mnafika mahali mnaongeleshana. Halo. Unaongeleshana na Mungu, watu wanakuangalia wanasema huyu mtu ako crazy. Kumbe umeketi mezani unaongea na Baba. Baba anakuambia mwanangu, fanya A B C D. Na mimi nitafanya D E F. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Matthew chapter number 17. Verse number 27. Matthew chapter number wengine hawajasikia chapter number 17. Verse number 7. Yes, mtu anisomee. Bidi asinisomee, unajua mimi sijui kusoma Kiswahili. Sasa hii mimi sijui kusoma. Wakati mwalimu alikuwa anafundisha mimi nilikuwa nashika rula namna hii. Ukiangalia watoke wanne hivi. Lakini sasa kuna wasomaji. Yes, chapter number 17 verse 27 inasema aje?
Nani asome? Nanze si usome. Msomaji anapatikana kule nyuma. 17:27 nasema, lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini tukatupe ndoano, tukatoe samaki yule asikae kwanza. Na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli, ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hiyo inaongelea wingi ama umoja? Ni wingi ama umoja? Kuambiwa ama kuambiana? Ati tuende. Hiyo inasema tuende. Mesoma yake inasema twende. Yako imesema twende. Soma tena tusikie. Lakini tusije tukawakwasa, enenda baharini, tukatupe ndoano, ndoana, ukatwae samaki yule. Tukatwae ama ukatwae? Ukatwae. Nasikia nashangaa hii tu umetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yesu anamwambia Peter. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tusije tukawakwaza hao watu. Maana wanasema sisi hatulipi nini? Ushuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe fanya hivi. Yesu anamwambia Petro, anamwambia kwamba fanya hivi. Nenda kule baharini. Ukatupe ndoano. Si nyavu, ndoano. Unajua ndoano ni kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Alafu yule samaki ambao utamtoa pale, uchukue nini? Ufungue mdomo wake namna hii. Alafu utatoa nini? Pesa. Ukishatoa pesa, uleta ukafanya nini? Ukalipe. Unasikia mazungumzo hayo? Wewe kama uongei na Yesu, atakwambia nini maneno kama hayo? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukisikia kwamba in the darkest places, mahali ambapo pasiri, hayo ndo anamaanisha. Anasema kwamba ndio vipo, lakini mahali vipo mpaka uwe na ile intimate relationship with him. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo akuonyesha. Tax iko, si ati pesa ya kulipa ushuru haikuwa, lakini mahali iko kule baharini. Na inahitaji mvuvi, mtu mwenye ana ndoano. Aenda akafanya nini? Akavue. Akishavua ile samaki nafanya nini? Apate ule ushuru. Si akuje kuuza. Afungue mdomo, atoe pesa. Sasa ile samaki hatujui anaenda kuuza ama anaenda kukula. Lakini lengo la kwenda kuchukua ile samaki ni alipe ushuru. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ni maneno mazuri ya Mungu. Yaani vitu vipo, lakini sasa mahali vipo mpaka akuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zipo, lakini mahali zipo mpaka akuonyeshe. Aongeleshane na wewe, akuambie vizuri. Akamwambia Petro, hawa watu unaona wanachukulia aje? Wanazungumza. Bila wakati mwingine renti kikosekana unasikia sasa nitafanya aje? Unajisumbua akili. Kwa sababu hauna wa kuongelesha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiwa na yeye wa kuongelesha, yeye mwenyewe anajua mahali suluhisho lifanye nini? Lipo. Suluhisho lipo. Kila jambo, kila shida iko na suluhisho. Isipokuwa ni vile kwamba hatujui kuzungumza na Yesu. Amen. Tukijua kuzungumza naye, kila shida iko na solution. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Wewe unafikiria yule mwanamke kwenda kuanza kuuza mafuta? Si ni vile alienda akakutana na mtu wa Mungu. Akamwambia shida zako leo kwa sababu umekuja zimeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kila kitu. Sasa ni vile tuanze kutengeneza uhusiano mzuri na Yesu. Zile saa sirini zitaanza kuwa za kawaida kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuambia mwanangu amka. Wakati mwingine anaweza kukuambia leo sitaki uamke mapema kalale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu pia anapenda saa zingine.
mtu atajisumbia akili. Kuna klipu mbili niliona, waendesha baisikeli, sijui kama ushawaiona. Waendesha baisikeli wako mbioni. Mmoja anafika kwa mteremko, anaweka miguu yake juu, baisikeli inaenda ikipita wenzake na wanang'ang'ana namna hii. Wewe kwa mteremko, wewe unafanya namna hii kwa mteremko, na mwenzako ndo analala juu. Anaenda. Kumbe inahitaji saa zingine uende na starehe. Kuna mahali pengine ni pa starehe. Wanaweza asifiwe. Lakini saa hii shida ziko mingi. Kwa sababu tunamuona Yesu yuko mbali na sisi. Tunataka tusikie mtetemeko ndio tujue kwamba Yesu anaongea. Wanaweza asifiwe. Tunaona kwamba Yesu yuko mbali. Yesu yuko mbali kimawazo yetu na yake. Lakini alisema kwamba tutatengeneza makao na mwanadamu. Sasa atengeneza makao na sisi. Akuja akae na sisi. Je, tutahitaji kuongea kwa lugha gani ndio asikie kama yuko karibu na sisi? Kilichoko ni kutengeneza nini? Mahusia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe na mtu amekaa kwa nyumba, si eti haendi kazi, lakini kazi zake zinafanya nini? Zinafanyika. Amekaa kwa nyumba, lakini nasikia ndio yeye amechukua oda huku, amechukua oda huku, ndio yeye amechukua oda huku, amechukua oda kwingine. Na wewe uko hapo unang'ang'ana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini yeye unasikia anapata oda huku, oda kule, oda huku. Alafu yeye anakuja anakupa subcontract. Anakuuliza unafanya kazi fulani, utanifanyia na pesa ngapi? Nipunguzie. Unamwambia haya nimekubali kwa sababu hujafanya, utapata kitu tangu asubuhi. Alafu unamfanyia, anachukua chake, anakulipa, alafu anabaki na faida kubwa. Tena yeye anatumia order. Inakuwa delivery kwa mlango wa mtu. Alafu wewe uko hapo, wewe ndio unang'ang'ana mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati uko na uhusiano mzuri na Kristo, chenye anasema kwamba zile hazina za sirini tena hazitakuwa za siri kwetu. Yeye atakuwa anakuambia, mwanangu, leo unaona namna gani? Toka hivi. Unajua sasa tunafanya kazi kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Yesu anakuambia, gari yako haiendi kombo. Yesu akiwa na wewe, yako haiendi kombo, haibahatishi. Wakati inaenda kombo unasema kwamba nina bahati mbaya. Lakini yako haibahatishi, maana anakuambia fanya ABC. Bila alivyomwambia Petro, wakati alienda, maandiko yanasema kwamba yeye alienda akafanya vile aliambiwa na Yesu. Yule samaki tu hakubahatisha, na haijastate mahali kwamba alitoa wa kwanza akafungua mdomo akaona hakuna, akaenda wa pili. Alifanya vile ambavyo alifanya nini? Aliambiwa, na akaenda na akachukua na akalipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu hakuna kubahatisha. Mwambie jirani, kwa Yesu hakuna kubahatisha. Ya, unatengeneza uhusiano mzuri na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, ukiwa na Yesu mambo yote ni raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ambao tuko na Yesu mambo yote ni raha. Lakini yahitaji tukapate kuwa na uhusiano mzuri. Tumulete karibu. Akiwa karibu na sisi basi mambo yote itakuwa shwari. Haleluya. Kabla mwaka huu kamilike, ombi langu ni kwamba Yesu akuonyeshe zile hazina za sirini ambazo ni zako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kila ambacho ulikuwa unatamani, unang'ang'ana, utaanza kusema kumbe tulikuwa hapa karibu tu. Na mimi nimekuwa nikitaabika nikienda mbali. Halo. Wewe hujawahi na mtu ameenda ametembea hospitali, ametembea hospitali. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananielezea. Mtoto wake kule Eldoret. Mtoto wake alikuwa anacheza kwa uwanja. Alafu akadungwa na kijiti kwa mguu. Ikaingia ndani. Sasa
Alipodungwa, si ile kijiti ikatolewa. Mtoto sasa shida ikaanza. Ule mtoto mahali pale kidonda ikatokea. Ikawa ni shimo. Mtoto hawezi enda shule, hawezi tembea. Wakampeleka mpaka hospitali, wakauza ng'ombe, wakauza nini, wanaenda wanaambiwa sijui mtoto sijui ako na kansa. Lakini alienda akadungwa ile sindano ya tetanus, kuzuia tetanus. Lakini wakamwambia ni kansa ndio imeanza kutokea. Huyu mzee aliuza mali yake yote, lakini ikachukua kama miaka mitatu, kidonda ya miaka mitatu, na ni mtoto mdogo. Sasa siku moja nyanya mwingine jirani yake, ni nyanya tu lakini si wa karibu sana na si wa mbali, alipokuja kaangalia mtoto akamwambia, "Mnaacha mtoto akiteseka namna hii mguu?" Hiyo ni nyanya anasema, "Mnaacha mtoto akiteseka mguu namna hii?" Kaambia, "Wewe unaongea pole pole. Huyu mtoto ametusumbua. Tumeuza vitu zote. Sasa hii hata hakuna pesa, anatakana kule Kenyatta apelekwe aregeshwe." Kaambiwa, "Ninyi waje kusumbua mtoto." Tena huyo mama akamkemea kweli kweli. Kamwambia, "Mnatesa mtoto. Njoo." Akamketisha hapo, akaenda kule msituni. Akachukua miti ingine. Akaleta. Akachukua akatengeneza akambandika huyo mtoto. Akamwekelea kwa ile miguu. Akabandika pale. Ikakaa kesho yake kidonda imeanza kukauka. Kesho nyingine anapandika. Within 1 week kidonda hakuna. Kidonda hakuna within 1 week. Hazina za asili. Kwa hiyo nafikiria ni pesa ndio hazina za asili peke yake. Mtoto alipona anasema, "Mimi hata huyo nyanya nilisema nitamregeshea, nitampelekea hata ng'ombe. Sijawahi kupelekea na nidai." Yuko hapa na rafiki yangu. Anasema, "Binti yangu alikuwa anakufa tukiona. 3 years na tumeuza mali. Huyo nyanya ninamkumbuka nitampelekea shukrani." Na yuko hapa, "Wewe ukiwa Mombasa utampelekea shukrani kweli?" Kwanza tunaenda pale, hiyo ni mfano. Mimi siku nyingine pia na mimi nikadungwa hapa. Nilidungwa hapa nikiwa secondary. Najua mimi nawapa mifano ili ukapata kuelewa. The darkest places, vile ambavyo zimezuia ama zimeweka kile kitu ambacho ukijui. Mpaka Yesu mwenyewe afanye nini? Akuongelesha, akwambie, "Mwanangu fanya ABC." Ama atume mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kidonda kwa sababu ulikuwa na baanga long. Hata alama iko lakini siwaonyeshi sahihi. Hata kusema huyu mtu atamba na alama. Sasa hiyo mimi nilipata kidonda. Ikakaa niko secondary na baanga long, hakuna mtu anajua. Na ni kidonda. Siku nyingine nimeenda Nairobi. Nikienda ndugu yangu mwenyewe akaniambia, baba yake yule kijana wakati alikuwa Nairobi. Kaniambia, "Mbona wewe uko na kidonda hivi kwa mguu bwana?" Kamwambia, "Hii ilikuja hata sijui ni nini na inanisumbua sana." Yeye alisema, "Wacha nikuonyeshe." Akatoa ile nini, ile ganda ilikuwa juu, akapambua yote. Kabaki imekaa hivi. Na mimi unafanya hivyo. Kabaki hivyo red. Akachukua ile alikuwa na bet acid. Akachukua akaweka hapo. Nikaruka kwa nyumba nikaimba. Asubuhi nikiamka pako peusi. Tena wewe unafanya hivyo na nilipona. Na hivyo ndo nilipona basi. Mara moja hata hakurudia. Mara moja nikaruka kwa nyumba, nikaimba. Sio zile praise. Nilipa kaniambia hivyo ndo unapona. Hiyo chuku ndo unapona. Na ndio hivyo nilipona. Darkest places. Azima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatembea hospitali unaenda hivi unahangaika. Kumbe ni wakati hujakuwa na ile intimate relationship with God. Anakuelekeza na kuambia, "Mwanangu nenda hivi ama wacha nikufanyie namna hii." Niongee na huyu mama akuje aone shida ya huyu mtoto. Yes. Si kwamba alikuwa ajui, pengine hapo ameelewa.
Anaweza kuja akapata watoto wanacheza hana habari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja anaweka mguu namna hii na anakaa kumbe huyu mtoto ako na kidonda. Kumbe ni Yesu amemtuma kumwambia kaangalie huyu mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako na gari lake liko mahali na limeandikwa paka jina paka logbook yake iko na majina. Lakini sasa kupata inaweza delay hata 3 years. 4 years, japo ni yako 5 years. Sasa siku ile utapewa ndio utaambiwa hii gari ilikuwa iwe yako 2020. Lakini sasa hatujui ilikuwa vipi. Bwana Yesu asifiwe. Si 2020 imepita. Lakini hii gari ilikuwa iwe yako 20. Sasa kwa sababu Yesu na wewe na Yesu mlikuwa mbali kidogo. Ulikuwa na ile social distancing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes unampolice call. Hello. Afadhali siku hizi inakuanga flashback. Unajua siku hizi watu wanazoea. Unaona simu inaita kabisa. Unasikia ukichukua, you have received a last call. Press 1 to continue. Jamani. Sasa unajua shida. Sasa Yesu wewe ndio unapigia Yesu. Unamtumia police call ni badala ya kupiga ile reverse call. Yesu unajua hawezi kataa call yako. Ana press 1. Nikamwambia unasemaje maana mimi niko na airtime. Sasa una police call. Unajua police call unaweza tumia mtu 5 na asione. Na ziishe. Unaambiwa you have no more message to send to them. Zinaishanga. Lakini reverse call hazinanga limit, sio? Yes. Kwa wale ambao mimi nilimuuliza mwingine, unapigaje hii namba? Na mimi nipigie mtu mwingine. Na uzuri ni kwamba hiyo flashback inajua kwa wakati una credit ikiwa huna iende through. Unapiga hivi na nasema call ende. Hata mimi nilifundisha lakini siwezi kukupigia hiyo. Ama ni kujaribu siku nyingine ni kama kwa credit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna wengine hawezi kujua kama wanayo ama hawana. Kuna wengine lakini si ile. Kuna wengine huwezi kujua kama wanayo. Na mimi hiki kitu sikuwa najua mpaka wakati ule Mungu alinifungua macho nikajua kumbe naweza kuwa somo. Naweza kupiga simu ama nikapigiwa simu. Na wewe siku ile utakapoamua kwamba utakuwa somo simu yako haitakosa credit. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukizoea hizi reverse call hakuna siku simu yako itakuwa na pesa. Maana hakuna hope mahali. Wewe unasemanga kwamba hao ni watu wa kunipigia sio mimi niwapigie. Lakini kuna wale ambao unajua unapigiana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapa kuna kila mmoja amewekwa category yake. Mwingine kwa mwingine sina, kwa mwingine niko naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa sisi tutengeneza uhusiano, imarisha mahusiano pamoja na Kristo. Uone kama hata kutenda yale ambayo amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu mwaka kabla uishe, zile vitu ambazo tunatamani vizuri, hazitakuja tu kutoka mbinguni pwa. Zitakuja kupitia kwa ule yale mazungumzo mnakuwa na Kristo naye. Akwambie mwanangu nenda ufanye ABC. Yes. Uone kama haitatimia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiweka ile umbali na Yesu, basi inakuwa vigumu. Kuna vitu huwezi pata mpaka Yesu mwenyewe afanye nini? Kama zile nyakati za Danieli. Yaani Danieli maombi yake yamejibiwa, lakini bado kuna vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka malaika atumwe kutoka mbinguni. Anaambiwa nenda ukaangalie shida iko wapi. Maana huyu bwana anaendelea kuomba. Na majibu tuliachilia. Lakini ukikata tamaa, ukiwa hauna uhusiano mzuri, basi we cause delay in our lives. Je, tunaweza tengeneza mahusiano mazuri pamoja na Yesu? Hizi vitu vizuri tunazihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
kila kitu kizuri. Uponyaji tunauhitaji, pesa tunahitaji, utajiri tunahitaji, vitu vyote vizuri viko kwa ajili yetu, lakini tunazifuata vipi mpaka tutengeneze uhusiano wetu? Wanaweza apewe sifa. Wakati huu unapoongea na Yesu, unaongea in spirit. Pole pole vile Petro wanaongea na Yesu. Hello. Wakati Mungu anaachilia haongeangi vile ambavyo wewe unafikiria. Unakuja unaomba in fire. Unaomba in fire. Na unasema Mungu amejibu, lakini hajakujibu kitu. Sisemi kwamba usiombe fire prayers, lakini nielewe. Wakati Mungu anaachilia zile vitu ambavyo unatarajia, wewe hujawahi ona wakati umeomba fire prayers, unatoka unasema leo mambo ni mazuri, kumbe ndio kuna kuanga hot. Wewe hujawahi jua pastor anadanganya anasema anadanganya. Yaani shukuru anasema kwamba nimesikia mbingu kitu kimetendeka. Ndio unaenda unakutana environment imekuwa hostile. Wako unasema kwani mimi ndio siko maombi yangu haikuwa target prayers. Unaanza kujiuliza. Si kwamba haijaenda, lakini ile hukumpa Yesu ruhusa kujibu. Aongee na wewe. Wanaweza apewa sifa. Chini lile tunaomba alafu tunafungia pale. Sasa Yesu kuzungumza, anazungumza kama tuko njiani kwenda. Wanaweza asifiwe. Lakini tukitengeneza mahusiano mazuri, popote ulipo, Yesu anazungumza na wewe tu. Kama ni mfanya biashara unasikia huyo customer anakuja, ongea naye ABC. Inakuwa ni biashara. Unashangaa kumbe alikuwa na kazi nyingine kubwa. Wanaweza asifiwe. Wewe unaona mtu anakuja anasema ala, paka unaofa hii services. Na hii service tulikuwa tunaitaka. Wacha niende niongee na watu wangu. Wakati mnaongea hivi vizuri, unasikia hii service kumbe unaomba. Kumbe Mungu amefanya nini? Amemwelekeza mtu. Halo. Ndio hicho umesikia kinaitwa kibali. Kibali kinakujanga na mahusiano mazuri na Mungu. Anazungumza na wewe unapokea kile ambacho unastahili kupokea. Tunahitaji kuwa na uhusiano huu. Before the year ends, Mungu atende kitu kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Before the year ends, Mungu azungumze nasi, akuonyeshe kitu ambacho umelia kwa miaka unasema hichi nitapata vipi. Azungumze na wewe kwa njia rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe uko nacho mkononi. Haleluya. Simama kwa mbele yako. Mungu akuonyeshe kama vile alivyozungumza na Abrahamu. Wanaongea tu, wanaongeleshana kama vile mtu anavyoongea na rafiki yake. Kumbe kuna vitu za sirini zinahitaji Yesu atuongeleshe na atuonyeshe njia ya kuenenda. Sometimes tunang'ang'ana tukitafuta njia ya kuenenda. Hicho kitu unakihitaji ndio, lakini ukikiangalia unaona kiko mbali sana na wewe. Unaketi unapiga mahesabu unaona haingiani. Kumbe Yesu hakuna suluhisho. Ni wewe tu kapate kutengeneza mahusiano naye, akapata kuwa rafiki wako, akapata kuzungumza kwa sauti kama vile mtu anavyozungumza na rafiki yake. Na mwaka huu unajua kwamba kile kitu ambacho umekiomba muda mrefu mpaka ukafika mahali ukakata tamaa, Mungu yeye anayejua kushughulikia watu wake, naye akapate kukushughulikia, akapate kuachilia, akapate kusongea karibu na wewe,
mahali ambapo unaona kwamba ni ugumu, akapata kufanya mambo yakawe rahisi.